hamkijui, mimi ni Sheikh Muhammad Athman Oyolo. Kama mlivyosikia mzee wetu hapa ni shemeji yangu, kweli ameoa dada yangu na wana watoto wakubwa ambao wanaishi kwingineko. Kama alivyoelezea ni kweli. Lakini labda kuna mambo mawili ambayo ningependa kuweka sawa kuhusiana na hiki chuo chetu. Imamu wetu hapa ametueleza kwamba chuo hiki ni Bilal Islamic Center. Naam, Bilal Islamic Center ni chuo ambacho kinaendeshwa na Busia Muslim Dawah Group. Lakini hiki chuo mnachokiona leo, tumekuja kuwasindikiza watoto ambao mashallah wamesoma Qur'ani. Huyu amehifadhi zaidi ya juzuu 25, sio? Zaidi ya juzuu 25. Na wengineo. Lakini this has been an individual effort. Imekuwa ni effort yake kama mwanafunzi, imekuwa ni effort ya baba yake kama Muislamu, an individual Muslim ambaye amejitolelea watoto wake wajue dini. Alhamdulillah, tunashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wamefikia upeo huu. Lakini collectively kama Waislamu tumekuwa against hizi efforts. Na hiki chuo leo kingekuwa kimetoa watoto wengi wasomi zaidi ya hawa, kama sisi Waislamu ambao ni wakazi wa hapa tungeshikamana tukawa anavyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Tukahusiana kwanza kwa maneno ya ukweli, kisha tukahusiana kwa kusubiriliana. Tusihusiane kwa subra kabla hatujahusiana kwa ukweli. Chuo hiki, ukweli wa mambo, it has been a waste to us. Sisi Waislamu wa Busia hatujafaidi kivyo vyote, na kimewafaidi mtu mmoja wawili as individuals. Lakini kama effort ingeliwekwa hapa, chuo hiki kingelitoa wanafunzi kama hawa, hii ingekuwa ni the fifth lot. Kwa sababu chuo hiki tangu kianzishwe mwaka 2009 ndo ardhi hii imetolewa. Chuo kimejengwa 2014. Lakini mpaka leo hakijatoa mwanafunzi hata mmoja Muislamu. Hawa ni individual effort, na ni kwa sababu wanaishi hapa. Hatuwezi kusema kwamba ni the product wa hiki chuo. Huo ndio ukweli uliopo. Na haya yote yanatokea kwa sababu hatutaki ukweli. Tunataka tuangalie ukweli alafu tuangalie the other side, which is very wrong kwa Uislamu. Dini ya Uislamu, ndugu zangu Waislamu, ni dini tofauti kabisa na dini zingine. Ukweli ukiwepo, wacha ukweli ubaki ukweli. Chuo hiki ni chuo cha mtu binafsi ambaye si mkazi wa Busia. Tulimwamini sisi kama Waislamu tukampa ardhi yetu. Yeye ardhi yetu amekwenda kufanyia mambo yake. Matokeo yake ni haya. Tukimuita tumuulize, ndugu yetu Sheikh Alfan, kwa heshima njoo utueleze kitu gani kinachoendelea hapa. Amekataa kuja. Amekataa kabisa. Na hatuoni kama sisi ni watu. Hatuoni kama sisi tumesoma, na haoni Busia kama kuna Muislamu. Hii safari hawa watoto wanataka kwenda, mimi ni safari nimepitia. Mimi nimesoma Azhar, kwa taarifa yako. Lakini hapa Busia hatutambuliki kama kuna mtu amesoma. Hii ndio safari hawa vijana wanataka kwenda. Hatuna sauti katika mji wetu huu ile hali tumesoma. Shekha akija hapa tukumuuliza, Shekha, nini kinachotendeka? 16 years down the line tangu apewe hii ardhi, hakuna hata mtoto mmoja Muislamu ambaye ametoka katika chuo hiki. Tunaambiwa ni story tu. Watu wanakuja cover up. Mambo yanatendeka without transparency ya aina yoyote. Nyumba zimejengwa hapa. Lakini ukauliza katika nyumba hizo, nimaliza. Uuliza katika nyumba hizo Muislamu yupi wa Busia ambaye ni mkazi wa Busia amefaidika? Nashukuru alhamdulillah, shemeji wangu kutoka Kisumu amepata nyumba. Lakini Waislamu wakazi wa Busia wangapi wamefaidika? Tukijaribu kuuliza ni ugomvi. Kwa nini mnauliza? Hamna haki ya kuuliza. Je, hivi ndio Uislamu utaendeshwa? La hasha lillah. Uislamu hauwezi kuendeshwa hivyo. Uislamu utaendeshwa with transparency. Na sisi leo wengine wetu tuko tayari kuwa wabaya, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema hivi: wa qul al-haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Semeni ukweli kutoka kwa Mola wenu, atakayetaka ukweli huo hauamini
na Qur'ani ni ukweli. Ukikataa mambo ya Qur'an fakad kafarta. Ukienda kinyume na mambo ya Qur'ani kwa maksudi, Qur'ani inasema hivi na unasema mimi nitakwenda hivi, umekufuru. Alikuja naye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo chuo hiki kinaweza kikajengeka ikiwa kuna transparency na kuhusishwa watu wa Busia. Kichuo hiki hivi tunavyozungumza ni mali ya Khalfan. Na ile hali Khalfan aliamka siku moja akaja hapa, Waislamu waliokuwepo wakampa ardhi kama amana. Leo ukimuita kumuuliza kinachoendelea hapa hataki. Je, ni haki? Ni haki? Si haki. Things that are going on here ni mambo ambayo yamejifunika, yamefungwa, wanayajua ni watu wachache tu, akiwemo imamu wetu. Hata imamu wetu kimuuliza what exactly is happening here, hawezi kukuambia. Atakuambia kama kwamba yeye yuko kando, hajui kinachoendelea, ile hali anajua. Which is very very wrong. Tunaelekezana pasipo ile hali. Tungeshikamana mkono kama Waislamu, hapa tungelikuwa na madarasa. Mnaona classrooms ndio hizi. These classrooms zimejengwa since 2014, ambapo hapa tungeliweka watoto boarding, wangelikuwa wanasoma shule pale, na hapa tungekuwa tunatoa watoto ambao wamesoma Qur'an, wamehifadhi kila mwaka since 2014. Lakini hayo Khalfan hataki, Sheikh Ahmed Umar hataki. Wanataka kuendesha hiki chuo kwa misingi ya ukabila fulani, a certain line of tribalism. Yani leo Uislamu tumefikia hapa, kama kwamba wewe si wa kabila langu, faida ya Uislamu ikija sikuangalia. Na hilo ndio jambo ambalo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuharamishia, na akatukomeza, akakemea sana. Bilal ibn Rabah, tukumbushane kidogo. Bilal ibn Rabah alikuwa ni Mwarabu mweusi. Mama yake hakuwa Mwarabu. Mama yake alikuwa anatoka Habash, Ethiopia. Mama yake sio baba yake, mama yake. Ikawa yeye Bilal amefanya itizaz, amejisifu sana na wajomba zake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamchagua Bilal bin Rabah kuwa ni muadhini wake. Mtume alipokufa, Waarabu walianza kumbagua Bilal bin Rabah, mpaka Bilal kwa ile huzuni aliyokuwa nayo akahama mji wa Madina. Naona akahama mji wa Madina. Kwa nini? Anasema alikuwa ananipenda peke yake katika Uislamu ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivi amekufa, mimi nani nitakuwa ni mgeni wa nani? Bilal ibn Rabah baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kufa aliondoka kwa sababu ya ule huzuni mkubwa. Baada ya miaka miwili Bilal alirudi Madina. Baada ya miaka miwili Mtume kufa, Bilal alirudi Madina. Aliporudi Madina kana kabla salati subuhi, akaadhini. Watu wakasikia sauti ya Bilal. Hawakuwa wanaume, hawakuwa watoto, hawakuwa mtu yeyote alosikia sauti ya Bilal siku ile aliamka. Akaja salati subuhi. Watu walilia sana. Kwa nini? Wanakumbuka sauti ya Bilal, wanamkumbuka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanakumbuka uwepo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati wa Bilal bin Rabah. Bilal kwa huzuni mkubwa hakuweza kubaki katika mji wa Madina. Baada ya hapo aliondoka akaelekea Sham, na unaambiwa kule Sham ndo aliishi na akafa. Lakini yote ukiangalia misingi yake ilikuwa ni kwa sababu ya ukabila. Leo sisi hapa mji wa Busia tunakuja kupuza ukabila, alafu tunanyamazia. I cannot keep quiet over that. Sheikh Ustadh, eleza Sheikh Khalfan, tunamtaka hapa aje atueleze hali ya baadaye ya sehemu hii, kwa sababu sehemu hii hakuinunua. Narudia tena, hakuinunua Khalfan. Alipewa na ndugu yetu Muislamu ambaye yuko mbele ya haki saizi, amefariki. Akitoa sehemu hii alitaka thawabu, na thawabu alizotaka ni za kusomi, watoto kusoma kama hawa. Na sehemu hii for as long as iko kwa mikono ya Khalfan haiwezi kuendelea, kwa sababu tumeangalia sisi ile asafu shadid. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema la yuhibbu Allah al-jahrata bis-su'i illa man dhulima. Mwenyezi Mungu hapendi kumtaja mtu kwa ubaya ila ikiwa mtu huyo amedhulumiwa. Sisi Waislamu wa Busia tumedhulumiwa, na tumedhulumiwa na watu ambao wanajua wanafanya nini. Wao wanajua wanafanya nini. Ile hali sisi wanatubadilisha hivi kulia kushoto. Ukiuliza mimi ndio mpaka Khalfan Kisumu, mimi personally nikamuita ngombe Sheikh Khalfan, mambo haya pale yamefika.
tunatakikana kwenye ofisi ya County Commissioner Busia tujue mustakbali wa sehemu hii. Alikuja? Hakuja mara mbili. Sasa tuulizane, huyu ndugu yetu anataka khairi ama hataki khairi? Kisha ukizungumzia haya mambo, wewe unayezungumzia haki, wewe ndio mbaya sana. Hatutokubali hilo. Ikhwatul ahibba, mtatuchukia kwa wale mnataka kutuchukia kwa sababu tumesema ukweli, lakini huo ndio ukweli. Sehemu hii sisi tunajua kama Busia Islamic Center alivyoitoa mwenyewe, si mali ya Khalfan Khamis, ni mali ya Waislamu wa Busia, na moving forward tunakwenda kuichukua iwe ni mali ya Waislamu wa Busia. Wanaotaka watake, wasiotaka waache. Huo ndio ukweli wa mambo. Na lengo si kwamba tuchukue sehemu hii iwe sehemu yangu mimi nije niishi mimi, hapana. Tunataka hawa ajialul qadim hawa waweze kusoma hapa, wasome dini. Miaka 10, miaka 20 na kuja mbele kwenda mimi sitokuwepo. Miaka 50 sitokuwa. Lakini nani atakayekuwa amesoma kama Muhammad Uthman ndani ya Busia? Hakuna. Mpaka hawa wadogo hawa tuwaamshe wasome. Lakini hapa lengo lililoko hapa ni la sugarcoat mambo, tupake mafuta, tupake rangi, ionekane kwamba mambo yanafanyika, lakini hakuna jambo linalofanyika. Na hiyo si haki, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, wala nas'alanna alladhina ursilu wala nas'alanna almursalin. Wataulizwa wale ambao Mwenyezi Mungu amewatuma, ambao ni mitume, Mwenyezi Mungu atawauliza, na kisha wao mitume baada yake watatuuliza sisi, ni nini mulifanya? Alafu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuambia, kullukum ra'in, kila mmoja wenu ni mchungaji. Wa kullu ra'in mas'ulatin an ra'iyatihi, na kila mchungaji ataulizwa juu ya uchungaji wake. Wewe ukiwa ni baba utaulizwa juu ya uchungaji upi? Utaulizwa juu ya mkeo, utaulizwa juu ya watoto wako. Uliwapa mwelekeo gani wa dini? Nyumba yako yenyewe, your personal house. Ndugu yetu leo ataeleza mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alitumia muda wake na the meager resources he had kuwafunza watoto wake dini. We can all see. Japo amewafunza watoto wake dini kwa machozi makubwa na kwa kejeli kubwa na kwa kupiga vita sana. Huyu Shaaban leo angesimama kuambia machungu anayoyapitia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anajua. Lakini hiyo sio mambo ya kuzungumzia leo. Lakini mambo ya kuzungumzia leo kuangalia what is the future, what is the tomorrow of Busia. Naita Busia? Bilal Islamic Center. Hiyo future ya hali ya kesho, lazima baadhi ya watu wajiondoe ndani ya hii institution, na mtu anayefaa kujiondoa si mwingine ila ni Khalfan. Kama anataka usalama ajiondoe na wafuasi wake. Kina mzee Ahmed Umar hawakuja kwa sababu they knew I'll be here, na nitazungumza ukweli, kwa sababu hawaji. Lakini wakija mbele ya Waislamu wanakudanganyeni nyie, shule yenu, lakini ukitaka kujua hii shule yetu inaendeshwa vipi, hakuna mtu mwenye kutaka kugusia hilo jambo. Tutakuwa na kesho gani? Hapa in 2014 tuliahidiwa haya majengo tulikuwa asema school. Leo tulikuwa tumerekebishwa kutoka kama muda since 2014 11 years ago. Miaka 11 iliyopita tungekuwa na from one to four. Tungekuwa na haibu. Tungejaribu kufuatilia, nobody even wants to know. Unapigwa chenga hapo kule kulia, wamekuja kushoto. Basi hizo mambo ya Uislamu yawe kando na kile ya holela. Hebu tunaheba tunapigwa mahali kwa eti hapa hakuna kitu kuendelea mpaka Khalfan apeane express permission. Yani inalilahi wa inna ilaihi raji'un. Leo Khalfan alikuwa Mungu atekeleza Uislamu. Basi kila hali mimi amepewa na Waislamu wa Busia
wapiganaji wa Kiislamu. Na wanasema kwa kumalizia kwamba hilo halitoendelea, halitofanyika. Mwambieni Albani, huu ni ujumbe, mfikisheni Albani kwamba ajiondoe kalimata. Waislamu wa Busia tutengeze kamati, tupate hapa shule, tupate maendeleo. Watu wa Busia tumechezewa sana kwa muda mrefu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Unajua mimi nikisimama hapa, kuna watu ambao wamechangia uwezo wangu wa kuweza kuongea, na Ustadh Uthman mmoja wao, mwalimu wangu mwingine Ustadh Ramadhan Musa. Tukisoma pale Jamia, nakumbuka klasi yangu ilikuwa na Asmande alikuwa classmate wangu na wengine. Tunashukuru shehe wetu kwa haya maneno. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala vile ametia nuru mahali kama hapa. Kumekuwa na mwamko kuanzia kama miezi iliyopita, na